kwenye kile kitabu cha Zaburi ya 100 mstari wa 4, Biblia inasema ingieni. Unaweza kukaa mtumishi wa Mungu? Zaburi ya 100 mstari wa 4, Biblia inasema ingieni malangoni mwake kwa kushukuru, nywani mwake kwa kusifu, mshukuruni, limidini jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Tuna kila sababu ya kuingia nywani mwa Mungu kwa shukrani. Tuna kila sababu ya kuingia nywani mwa Mungu kwa shukrani. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye ndiye Mungu, yeye ndiye aliyetuumba sisi, yeye ndiye akavifanya vitu vyote vikawako. Bwana Yesu asifiwe. Nimeshangaa sana kwenye kile kitabu cha Ufunuo wa Yohana 11:7, Biblia inasema kuna malaika wako mbinguni wanashukuru. Nikawa najiuliza kwa nini wanashukuru na wako mbinguni? Je, sisi si zaidi sana kushukuru zaidi ya wao? Maana sisi tuna uwezo wa kuvimiliki vitu vyote katika hali ya mwili, wao hiyo access hawana. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema hivi kwenye Ufunuo 11:17, wakisema tunakushukuru wewe Bwana Mungu Mwenyezi, uliyekuwako, kwa sababu umetoa uweza wako ulio mkuu kumiliki. Bwana Yesu asifiwe. Wale viumbe walio mbinguni pamoja na Mungu wanamshukuru Mungu. Wanamshukuru Mungu, wanasemaje? Wanasema uliyekuwako, kwa sababu umeutoa uweza ulio mkuu na kumiliki. Bwana Yesu asifiwe. Hawa wako mbinguni, sisi si zaidi sana. Sisi si zaidi sana. Bwana Yesu asifiwe. Kama itoshi, tukiendelea kusoma pia maandiko kwenye kile kitabu cha Yeremia 30:19. Yeremia 30:19 anasema tena kwao itasikiwa shukrani na sauti yao wachangamkao, nami nitawazidisha, wala hawatakuwa wachache, tena nitawatukuza, wala hawatakuwa wanyonge. Bwana Yesu asifiwe. Tena kwao itasikika shukrani na sauti yao wachangamkao. Kwa shukrani iliyoambatana na moyo uliofanya nini? Uliochangamka. Alafu anasema nami nitawazidisha. Kumbe Mungu akiziona shukrani, akiuona na moyo uliochangamka, kinachofuata ni nini? Uzidisho. Bwana Yesu asifiwe. Alafu anasema wala hawatakuwa wachache, tena nitawatukuza. Mungu atakutukuza juu ya mataifa. Mungu atakufanya wewe kuwa mkubwa kwenye jamii yako. Mungu atakufanya wewe kuwa mkubwa na atakuza hozi zako, ataukuza uwezo wako, uwezo wa kiuchumi, uwezo wa kumiliki na kutawala. Mungu anasema atakutukuza. Kukutukuza ni Mungu kukuzidisha na kukufanya kuwa mfano kwa mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Alafu anasema wala hawatakuwa wanyonge. Hakuna kipindi ambacho atakuwa mnyonge. Lakini haya yote yatatokea kwa sababu gani? Yatatokea kwa sababu Mungu ameona shukrani, akaona na moyo uliofanya nini? Uliochangamka. Kwa kumalizia, tusome pia Timotheo wa kwanza 4:4. Timotheo wa kwanza 4:4. Praise team, endeleeni kukaa sawa. Timotheo wa kwanza 4:4. Biblia inasema ya kwanza, kwa maana kila kiumbe Mungu asema kwa maana kila kiumbe cha Mungu ni kizuri. Kwa hakuna kiumbe cha Mungu kibaya. Kila kiumbe cha Mungu ni kizuri, wala hakuna cha kutawaliwa wala hakuna cha kukataliwa kama kikipokewa kwa shukrani. Kwa kila kiumbe ambacho Mungu amekiumba, kwake yeye ni kizuri. Kwake yeye ni kizuri. Alafu anasema hakuna cha kukataliwa kama kikitanguliwa kwa nini? Kwa hiyo hakuna kitu Mungu ambacho amekiumba kibaya. Usijione kwa umri ulionao wanaume wanakupita wakasema mimi na kasoro gani? No. Hujafikia hicho kiwango cha ubaya. Kila kiumbe Mungu amekiumba kwa fani kizuri. Usiseme mbona kila mdada anani reject? No. Hujafikia hicho kiwango. Kila kitu Mungu amekiumba kwa nini? Kwa uzuri. Usiseme biashara yangu ina kasoro gani? Mbona mimi naambulia tu hasara kila wakati? Mbona wenzangu wanapata faida? Biashara yangu ina kasoro? No. Tanguliza shukrani. Kila kitu Mungu amekiumba kwa uzuri. Ila anasema huo uzuri unakamilika kama Mungu akiona Narudia, anasema kwa maana kila kiumbe cha Mungu ni kizuri, wala hakuna cha kukataliwa kama kikipokewa kwa nini? Tunakwenda mbele za Mungu kumshukuru. Mwaka una vipindi 4 ambavyo hata TRA wamegawa katika vipindi vingapi? 4. Kuna miezi mitatu ya kwanza, miezi mitatu ya pili, miezi mitatu ya tatu, miezi mitatu ya ngapi? Tunaenda kufanya maombi ya shukrani kwa namna Mungu alivyotupreserve tangu Januari. Tulifanya ibada hapa ya kukaribisha mwaka, si ndio? Tunakwenda kumshukuru Mungu kwa kutupa neema ya kumaliza miezi mitatu ya kwanza. Yamkini biashara yako huielewi kwenye miezi mitatu ya kwanza. Yamkini ndoa yako huielewi kwenye miezi mitatu ya kwanza. Yamkini performance ya watoto wako na afya zao hauelewi kwenye miezi mitatu ya kwanza. Nenda mbele za Mungu, anataka kuiona shukrani kwanza.
Bwana Yesu asifiwe. Anasema shukuruni kwa kila jambo, kwa maana hayo ni nini? Ni mapenzi yake kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Anataka azione shukrani, ndipo aone hicho kitu ambacho unapunguka nacho. Anataka aone shukrani. Tunakwenda kumshukuru Mungu kwa hii miezi mitatu ya kwanza aliyotutunza na kutulinda, akatupa vitu vyote. Lakini nenda katabiri miezi mitatu inayokuja, mwezi wa 3 mpaka wa 6. Mungu anataka kuziona shukrani. Simama kwa miguu yako, na kiongozi wa worship karibu utupitishe kwenye worship, afu tufanye maombi kwa kipindi kadhaa, then ratiba zingine zifuate. Mungu anataka kuziona shukrani. Mtu